Ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa taarifa kutoka Jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania, Jumatano tarehe 17 Septemba 2025, na mwashamu Askofu Jovitus Francis Mwijage wa jimbo hilo aliwaelekea washamu, maaskofu, waheshimiwa, mapade, watawa na waamini wote kuwa tumsifu Yesu Kristo. Ninasikitika kutangaza kifo cha mpendwa wetu mwashamu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa aliyeitwa na Mungu jana jioni tarehe 16 Septemba 2025 wakati akipatiwa matibabu huko Roma nchini Italia. Askofu Mwijage aliongeza, poleni sana, na kwamba tuzidi kuiombea roho yake ipate pumziko la milele. Wakati huo huo, anabainisha kwamba mipango ya mazishi itaendelea kuratibiwa na kumwombea raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Ndugu msikilizaji wa Vatican News, Kanisa Katoliki la Tanzania na kwa ulimwengu mzima linaomboleza kwa ajili ya mtumishi wake Askofu Mkuu Novatus Rugambwa aliyezaliwa tarehe 8 Oktoba 1957 katika Jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, akapewa daraja takatifu la upade mikononi mwa hayati Askofu Nestorius Timanywa kunako tarehe 6 Julai 1986. Akajiunga na utume wa kidiplomasia mjini Vatikani hapo tarehe mosi Julai 1991. Baada ya kufanya kazi mbalimbali katika balozi za Vatikani, kunako tarehe 28 Juni 2007, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la shughuli za kichungaji kwa ajili ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi maalumu. Ilipofika tarehe 6 Februari 2010, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa askofu mkuu na balozi wa Vatikani nchini Angola na Sao Tome na Prince, na kuwekwa wakfu kuwa askofu mkuu na Kardinali Tarcisio Bertone aliyekuwa katibu mkuu wa Vatikani wa wakati ule hapo tarehe 18 Machi 2010. Na tarehe 5 Machi 2015 akateuliwa kuwa balozi wa Vatikani nchini Honduras. Na tarehe 29 Machi 2019 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatikani huko New Zealand na mwakilishi wa kitume kwenye visiwa vya bahari ya Pacific. Na kunako tarehe 30 Machi 2021 Baba Mtakatifu Francisco alimwongezea tena majukumu kwa kumteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican kwenye Jamhuri ya Mikrosia iliyoko magharibi mwa bahari ya Pacific, lakini akiendelea kuwa ni balozi wa Vatican kwenye visiwa vya Marshall, Kiribati, Nauru na Tonga, na balozi wa Vatican nchini New Zealand, Fiji, Palau. Baada ya kuugua kurudi Roma hivi karibuni tarehe 10 Juni 2025, alishiriki hata mkutano wa mabalozi wote wa Vatican mjini Vatican ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.